Taarifa za Kelechi Magalwa ni taarifa njema sana, ninaweza nikasema kwa upande wa Simba Sports Club. Lunyas ni mchezaji mwenyewe, imearifiwa kwamba au moja kati ya taarifa zinazosema kwamba Magalwa ataitumikia Simba Sports Club msimu ujao 26-27, na moja kati ya waandishi wa habari za michezo wakubwa nchini South Africa, Lorenz Kola, amethibitisha hilo na amekuwa akithibitisha saini kadhaa ambazo zimekuja hapa nchini Tanzania, ikiwemo Steve Robertson Beka, Neo Maema pamoja na Roshan De Rock. So Simba wamepata taa ya kijani kwa huyu kiungo mshambuliaji ama winga wa kushoto ambaye anatarajiwa kutoa msaada mkubwa sana, au expectation inategemewa kubwa sana kutoka upande wake kuja kuitumikia Simba hasa kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika. Na nafikiri Simba wanaanza kuimarisha kikosi chao, wanaimarisha kikosi chao kwa ajili ya kuelekea michuano ya kimataifa zaidi na domestic competitions. I mean kwamba michuano ya ndani ya ligi au michuano ya ndani ya nchi. Kwa mujibu wa taarifa ambayo umezungumza na mwandishi kutoka Afrika Kusini, amethibitisha hayo. Yeah, amethibitisha 100%. Ni mchezaji wa aina gani? Ni winga ambaye ni msumbufu, lakini yeye hupendelea zaidi kucheza kwa pembeni zaidi. Sio ule winga ambaye labda ataingia ndani kwa kiasi kikubwa, lakini ni winga ambaye ana speed, ana skills, lakini anaweza pia kutoa usaidizi wa magoli mengi sana. I mean kwenye kutengeneza nafasi kwa kutoa assist ama kucreate nafasi kwa ajili ya kwenda kushambulia zaidi. Ni mchezaji wa aina hiyo kwa ukubwa hiyo. Pale Simba nadhani anakuwa winga ya kushoto, sio? Ndio. Simba kuna Oura, kuna Eli Mpanzu. Ndio. Unaiona nafasi yake? Possibility hiyo ipo kutokana labda na mwalimu anamfahamu, lakini pia usishangae labda anaenda kuwa replacement mojawapo ya mchezaji ambaye anahusishwa kuondoka ambaye ni Anicet Oura. So kwa faida zaidi inaweza kwamba ikawa ni kwenye faida inawezekana ikawa ni upana wa kikosi kutengeneza kwenye kikosi cha Simba, lakini pili kutoa chaguzi zaidi ya moja au option zaidi ya moja kwa mwalimu Steve Robertson Beka, lakini cha tatu anaenda kuwa na yale matamanio ya kucheza zaidi klabu bingwa Afrika. Labda alikuwa anatamani zaidi kucheza akiwa na Mamelodi, labda na Golden Arrows zimeshindikana, kwa hiyo opportunity au platform anaipata kwenda na Simba Sports Club. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo mimi najaribu kuviona kwa upande wake. Kwani kwa tetesi ambazo nimesikia Simba huenda kuachana na nani pale? Kwenye kuachana nafikiri labda niseme zaidi kwenye kufanya biashara. Kuna biashara ambayo inahusishwa Anicet Oura kwenda nchini Uturuki. So kwa takriban bilioni 2 ofa ambayo amepewa Simba, inawezekana Oura asiwe sehemu ya kikosi cha Simba Sports Club msimu ujao kama ofa ikiwapendeza zaidi Simba Sports Club. Na Simba wanaeleweka kwenye issue ya kufanya biashara ya mchezaji, hasa ofa ikiwa imetimizwa, na kuwa ni kitu kimoja kizuri sana kwa wamekuwa hawana iana. Labda waamue kuweka ngumu safari hii na kutaka kufanya vizuri zaidi klabu bingwa Afrika. Lakini kwa mtazamo wangu, according to my perception, naweza nikasema hivyo, Simba wanaweza kumruhusu Anicet Oura kwenda kutafuta malisho sehemu nyingine, endapo kama ofa ikiwa nzuri na umeshaanza kuona tayari kuna dalili, kwa mfano Magalwa ndo huyo anakuja Simba Sports Club. So it means labda kama atabaki Oura atumike zaidi kwenye eneo la number 10 ama kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, kwa sababu ninaamini wachezaji wa Afrika Magharibi wanacheza mpira ili wapate fedha, na kama wanapata fedha zaidi wao hawawezi kusema hapana, kwa sababu baada ya mpira kuna maisha, kwamba familia itakuwa inakuangalia wewe, baba, mjomba, ba mdogo, ulicheza mpira, ulipata nini kwenye mpira mbali na makombe? Nilipata fedha. Fedha yenyewe ni kiasi gani? Nilicheza Simba nikapata fedha kiasi kadhaa, lakini ujira wangu mkubwa, labda natolea mfano, nilienda Uturuki nikapata ujira mkubwa zaidi. Na ndio maana haya maisha unaona naishi sasa hivi ni kutokana na mpira ambao au vilabu ambavyo nimemtumikia vimenipa fedha nyingi sana. Libase kwa Libase I'm not sure kama transfer yake imekuwa popular hivyo, lakini bado kuna possibility kubwa sana ya kubaki. Ila Simba inavyoonekana, kama
transfer hizi ambazo wanahusishwa nazo wachezaji wao, kama zikiletwa ofa nzuri zaidi, they can't say no. Kwa upande wao Simba Sports Club hawezi kusema hapana. Huyu mchezaji ambaye unazungumza kwamba tayari ameshakamilisha dili la usajili, kumekuwa na taarifa kwamba kocha ya Africans ambaye ametambuliwa juzi tu alitumika kama ushawishi kwa ajili ya kumrejesha Young Africans. Taarifa zilikuwepo, lakini ilikuwa ni too late, na mchezaji ameamua kuwa loyal, ameamua kuitumikia timu ambayo imekuwa ni wa kwanza kumapproach. Najua yeye hakutaka kufanya tuseme ni kama uswahili fulani tunaita, kwa sababu kama timu ambayo imekuja imekufuata na inahitaji kufanya kazi na wewe, so inawezekana kwamba Young Africans ongeza kuhijack deal, lakini kwa wao wameona, au kwa yeye mchezaji mwenyewe ameona ispeta kwamba nikaenda Simba Sports Club. Kwanza walionyesha wao ndo walikuwa wa kwanza kabisa kunihitaji. Kweli naheshimu uwepo au ubora wa kocha Mankoba Nkiti, lakini sasa ni kama alichelewa kutambulishwa Young Africans. Light kama angewahi kutambulishwa Young Africans, angeanza kusema kwamba ninahitaji Magalwa nifanye naye kazi, lakini yeye ushawishi ambao aliufanya ulikuwa ni too late kwa upande wake. Kwenye kusajiliwa nje ya pitch unaweza kusema ni usajili bora, kwa sababu ameprove akiwa na Golden Arrows, lakini sasa anahitajika kuja kupambana na changamoto mpya ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo kusajiliwa na Simba Sports Club ni jambo la kwanza. Endapo kupata nafasi Simba Sports Club ni jambo la pili. Kuonesha good performance ndani ya Simba Sports Club ni jambo la tatu. Kuwa na good consistency ndani ya Simba Sports Club ni jambo la nne, na kuwa na mwendelezo mzuri ndani ya, yani kuenda na mwendelezo mzuri na without majeraha ni jambo la tano. Kwa hiyo ukiangalia hapo tutatafsiri kama ana usajili bora baada ya performance ambayo atakayoonyesha mpaka kuelekea katikati ya msimu kuelekea mwisho wa msimu. Sasa ni vipi? Ni namna tu yeye mwenyewe atavyokuwa amejiinvest, labda na kupambana na pressure ya Simba Sports Club itakuwa ni jambo la sita, na kuzoea mazingira mapya ndani ya Tanzania itakuwa ni jambo la saba. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo unavyoviona, lakini utakuwa usajili bora endapo utakuwa na performance bora yenye muendelezo mzuri. Kwa hiyo pale Simba wachezaji ambao wanahusishwa pia kujenga na klabu hiyo wanaweza kufahamu kwa mara nyingi na kupitia kwenye system mbele kwa sababu wachezaji gani? Yani ukiwa una maana ya wale ambao wachezaji ambao wanahusishwa kuja na Simba Sports Club. Bajo center back yule anahusishwa na Simba Sports Club na kuna uwezekano wa dili kukamilika. Lakini Nathaniel Chilambo fullback yule anahusishwa na Simba, lakini pia Ismaili Mgunda anahusishwa na Simba Sports Club. Au ni baadhi ya tetesi na pamoja na kuna mchezaji mmoja anatokea Stellenbosch Nigeria, anaitwa jina lake limenitoka, lakini ni kiungo mshambuliaji pia, naye anahusishwa kuja kujiunga na Simba Sports Club. Kwa hiyo it means kwamba kwa hizi sajili ambazo wanazohusishwa nazo inaonekana kabisa Simba wamefanya review ya msimu uliopita, hasa kwa mzunguko wa kwanza na kwenye michuano au mashindano ya CAF Champions League, wapi walikosea au huduma yao kubwa ilianzia ku step up wapi. Kwa hiyo wanachofanya sasa hivi ni kutaka kufanya maboresho makubwa ili kufanya yale makosa ya msimu uliopita kuya clear ama kufanya kitu kilichokuwa bora zaidi ndani ya msimu huu. Ninaweza nikasema 49 kwa 51, kwa sababu inavyosemekana si hitaji la kocha Steve Robertson Beka, hasa kwenye mipango ya kimbinu na kiufundi zaidi. Anaona kwamba kwenye matumizi yake hatoshelezi, according to tetesi ndo zinavyosema hivyo, na moja kati ya watu wa Simba ni kama walianza kunithibitishia hiko kitu. Sasa kwa wewe unapomtazama Loemba unafikiri pale Simba hapiti? Ni mchezaji mzuri, lakini sasa inategemea na mwalimu anataka amtumieje. Labda mwalimu anapotaka kumtumia kwake yeye anaona hafiti, ndio maana mchezaji anaweza kawa, hakuna mchezaji mbaya mimi naweza nikasema, lakini kwa modern football sasa hivi makocha wao ndo wamekuwa ndo final decision makers, naweza nikasema
kwamba wanaamua timu ichezeje na mchezaji yupi nitamtumia vipi. Kwa hiyo ni kitu ambacho mimi ninajaribu kufanya nini, kukiona kwa upande wangu mimi. Na ukiangalia Loemba ni mchezaji mzuri, lakini ni kama ameshindwa ku prove wrong ni namna gani anatakiwa acheze. Na mechi nzuri ukiangalia Loemba mara mwisho kucheza ni kwenye dabi ya Kariakoo pale visiwani Zanzibar, ambapo walitoa suluhu ya bila kufungana dhidi ya Young Africans. Issue ya Selemani Mwalimu. Mwalimu ni mchezaji wa mkopo. Mchezaji wa mkopo. Kwa hiyo itabidi arejee tena Wydad, alafu Wydad waangalie watafanya nini. Watafanya nini kwenye labda kwenye kumuuza. Ni timu gani ambayo labda itafika tuseme bei ambayo wanahitaji wao kumuuza yule mchezaji. Endapo timu ikifika bei, wao Wydad wako willing kumuuza na wanaweza wakafanya hivyo. Ila endapo timu isipofika bei, inawezekana labda waombe kwa mkopo zaidi kumtumia Selemani Mwalimu. Sasa ni timu gani ambayo itakayokuwa ready kumtumia Selemani Mwalimu kwa mkopo ama kumchukua moja kwa moja? Je, ni Simba ama Azam? Ni moja kati ya timu ambazo zinahusishwa naye.